mtazamaji wangu wa chaneli ya Ufalme na Ukuhani, nikualike tena tuweze kuendelea na kipindi chetu cha unabii wa siku za mwisho. Tunaendelea kutazama kitabu cha Ufunuo. Tuko ile sura ya pili, nisome ule mstari wa 8. Kwa malaika wa kanisa lililoko Smina andika, haya ndiye anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, yeye aliyekufa na akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini wewe utajiri. Sasa hapa tunaona Yesu Kristo mwenyewe ananena na kanisa la watu wa Smina ambao wanapitia katika hali ngumu, kwa maana ya kwamba kimwili wanaonekana wana dhiki, kwa maana ya mahitaji ya mwili kwao yanaonekana ni mengi sana. Lakini watu hawa wamechagua kumuishia Mungu pamoja na hayo ambayo wanapitia. Sasa Mungu kwao ni kitu cha kwanza. Hawakubali kwenda katika njia za dunia hii. Wametoa sadaka ya muda ili waweze kumwabudu Mungu wa kweli, na hawaabudu maisha haya wala kuabudu fedha na kuwa watumwa wa mwili. Watu wa Smina wanakutana na jambo jingine ambalo ni kundi la Wayahudi feki ambao wanajifanya Wayahudi, lakini lengo lao ni kuharibu Uyahudi wenyewe, lakini pia na kuliharibu kanisa la Kristo. Kwa namna nyingine unaweza kuwaita wanefili ambao walikuja wajifanye wanadamu, kumbe ni roho chafu zenye nia ya kuharibu hayo ambayo yametengenezwa. Sasa Wayahudi hao feki wako hata leo, wameingia ili wawapoteze na kufuta kabisa uzao wa Yakobo, ili waondoe kabisa ibada kwa Mungu wa kweli, ili watu waabudu shetani na wapotee milele. Hapa wanawatukana kanisa la Smina kana kwamba wanaitetea Torati, kumbe nia yao ni kuiharibu Torati yenyewe na kuiharibu injili ya kweli. Sasa hawa Wayahudi feki ndio wanaofanya maandalizi ya ujio wa mpinga Kristo, na njia inayotumika kuharakisha ujio wa mpinga Kristo ni kuongeza mateso kwa watakatifu wa Mungu. Lakini watu wa Smina na kanisa la leo linaonywa na kupewa taarifa na Yesu Kristo kwamba wasiogope, kwa kuwa kuna mateso mbele yao, wasiogope. Kuna vifungo mbele yao, wasiogope. Kuna kufa mbele yao, wasiogope. Na anapotaja ile siku ya 10 pale, anaonyesha uzito wa mateso ambayo yatalipata kanisa. Ndiyo sababu Yesu anahimiza uwe mwaminifu hata kufa, na baada ya haya yote iko taji ya uzima wa milele. Na yeye asikiaye maneno haya kisha kuyaishi hatapatikana na mauti ya pili, yani